Au anazungumza yanawauma ninyi ndio wahusika? Nauliza, aliyozungumza Gwajima yanawahusu ndio maana mnaumia? Kuna mtu mmoja hapa ndani mwenzetu mbunge, tena ana nafasi ya kuzungumza humu ndani, ana nafasi ya kuzungumza kwenye neki, ana nafasi ya kukutana na wakubwa, anaanza kutuchokonoa. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu, Chama cha Mapinduzi, huyu bwana ana kadi ya chama huyu. Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua? Anatoa mifano ya kutisha. Kiswahili bwana ni sisi watu wa pwani tunakijua. Tumejifunza shule pia kitu kinachoitwa literature, fasihi. Wewe unaanza kutoa mifano. Unatoa mifano, unasema bandari ikiuzwa. Sisi tunajua unalenga wapi ndugu yangu, huko uliko. Tunakujua unalenga wapi. Halafu unatoa mifano mibaya kwa rais wetu, mtu ambaye tunampenda, mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya Tanzania hii. Unakwenda kugusa familia zake. Unagusaje familia yake, mtoto wake? Unajua jinsi ya kupata mtoto wewe? Unajua jinsi ya kulea? Unamtaja mtoto wake kipenzi kwamba akitobolewa macho. Mungu akulani kabisa huko uliko. Na hayo yasitimie kabisa. Unatoa mfano kwamba mtoto akitolewa macho si na nini, unataja majina ya watu, alafu unasema ni mfano. Lengo lake ufeel maumivu au uchungu ambao anakuwa nao mzazi wa mtu ambaye anakuwa ametekwa, ambaye anakuwa amepotezwa. Anakuwa na feel vipi? Kwamba kwa nini, hata kwa mfano tu ni kitu kibaya sana mtoto wa rais kukutwa na kitu kama hiko. Ni kitu kibaya sana. Kwa mfano tu, yani mfano tu unakuumiza moyo. Sasa kama mfano unakuumiza moyo, uwe unajua Mdude amepotezwa, familia yake inaumia hivyo unavyoumia wewe. Ila muwe mnaelewa kwamba Gwajima alikuwa anasema mifano ile ili wewe mwenye mamlaka au wajibu huo wa kutokomeza utekaji ungekuwa unavaa viatu vya wazazi, vya familia za watu waliotekwa. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaweza kumjibu huyu mbunge wa Kinondoni, Mheshimiwa Talimba, nisome kwanza andiko katika Biblia, katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 12. Biblia inasema hivi: basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio torati na manabii. Kwamba jambo lile ambalo wewe ungependa watu wengine wakutendee, basi na wewe watendee hivyo hivyo. Nimewasikia wabunge kadhaa ambao wanampinga Askofu Gwajima kwa presi ambayo alikuwa ameitoa ya kuzungumzia tatizo sugu ambalo liko ndani ya nchi yetu la utekaji, na akatoa ushauri ni namna gani tuweze kutokomeza tatizo hili la utekaji. Sasa ninyi wabunge wote mnaokuja kupingana naye, na kwa nashindwa kuelewa kwamba tatizo la utekaji hamlioni, au mashauri ya Gwajima kuondoa utekaji hamyasapoti, au hamuoni kwamba ni kitu cha maana. Talimba anasikitika kwa Gwajima kutoa mfano wa mtoto wa rais, lakini hajasikia kusikitika kwa Gwajima yeye mwenyewe kutoa mfano wa mtoto wake. Ila muwe mnaelewa kwamba Gwajima alikuwa anasema mifano ile ili wewe mwenye mamlaka au wajibu huo wa kutokomeza utekaji ungekuwa unavaa viatu vya wazazi, vya familia za watu waliotekwa, uvae viatu vyake. Sasa kama hivyo unavyojisikia uchungu kwamba kwa nini, hata kwa mfano tu ni kitu kibaya sana mtoto wa rais kukutwa na kitu kama hiko. Ni kitu kibaya sana. Kwa mfano tu, yani mfano tu unakuumiza moyo. Sasa kama mfano unakuumiza moyo, uwe unajua Mdude amepotezwa, familia yake inaumia hivyo unavyoumia wewe. Mzee Ali Kibao alichukuliwa kwenye gari, kesho yake siku mbili akakutwa ameuawa. Familia yake ndio inaumia hivyo ambavyo unaumia wewe. Kwa mfano, na yeye mwenyewe Gwajima alitoa mfano wa mtoto wake. Alikuwa anasema kwa mfano mtoto wangu mimi Jotham amechukuliwa, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa IGP amechukuliwa, kesho anakutwa hana macho. Kationa mfano mtoto wa rais kwamba amechukuliwa, kesho anakutwa hana macho. Utajisikiaje? Lengo lake ufeel maumivu au uchungu ambao anakuwa nao mzazi wa mtu ambaye anakuwa ametekwa, ambaye anakuwa amepotezwa, anakuwa na feel vipi?
alikuwa anatoa hayo kwa lengo na kusudi la kutokomeza utekaji. Sasa ninyi hata mmoja anayejibu hoja za Gwajima au kusapoti kwamba Gwajima alichoongea ni sahihi, tatizo la utekaji lipo, hakuna anayejibu hoja. Na yeye anasema haamini kabisa kwamba vyombo vyetu vya usalama ndio vinahusika. Haiwezekani, tuna vyombo mahiri sana. Lakini alichosema inawezekana kwamba kikundi hiki cha watu wanaoteka watu wengine ni kikundi ambacho kiko chini ya mwanasiasa fulani ambaye anakuwa na maslahi kwa mlengo wa kisiasa. Kwa hiyo vyombo hivi vya usalama vinavyojaribu kumtafuta anayetuletea matatizo vinawakuta watu, lakini wanaambiwa hili jambo liko na mtu fulani, hili jambo liko kwa mwanasiasa fulani, kwa mbunge fulani. Sasa akiangalia mtu yule ni kama na kwa memwajiri. Sasa anasema nikigusa huyu nimegusa kibarua changu, nimegusa kazi yangu. Sasa ninyi hamuoni kwamba Gwajima ana nia kutokomeza utekaji. Gwajima anataka mshughulike na utekaji. Nyie mnachoona ni nini? Je, ninyi ndio wanasiasa wenye maslahi na utekaji? Ninyi ndio wenye maslahi hayo, ndio wanasiasa mnaomiliki vikundi hivyo ambavyo mnakuwa mna nguvu hata kuzima nguvu za jeshi visishughulike na utekaji kwa sababu wanakuwa na mashaka kupoteza kazi zao. Gwajima amesema nini kwenye press yake? Kwamba vyombo vyetu viko imara, viko salama, na haamini kwamba vinaweza vinahusika hivyo, kwamba watu wanaenda wanagonga kwenye milango, sisi ni polisi. Haamini kwamba polisi hawezi kumchukua mtu kwa jina lake kesho amtupe mahali akiwa amemuumiza, si atajulikana kwamba ni yeye. Kwa hiyo akasema bila shaka kwamba kutakuwa na kikundi ambacho sio cha jeshi lakini kinamilikiwa na mwanasiasa fulani ambaye anakuwa na maslahi kisiasa. Ndio jambo ambalo linakuwa linafanya vyombo vyetu vya usalama visiwe na sauti, kwa sababu vinakuwa vinaogopa kuathiri familia zao kwa sababu wanaweza kupoteza kazi. Sasa wewe Talimba, jaribu kufikiri, na Msukuma mjaribu kufikiri kwamba janga hili linatakiwa kutokomezwa. Lile ambalo upende kutendewa usimtendee mtu mwingine. Unasema Gwajima laaniwe, nakwambia utalaaniwa wewe uliyemlaani Gwajima, kwa sababu laana impati mtu pasipo sababu. Na kuhakikishia ipo siku yatakukuta wewe, na kuna siku utakuja kujuta. Utakumbuka wakati fulani Bashe ambapo alikuwa amepewa taarifa za kwamba kuna kikosi cha utekaji kinamvizia, kiko akikaba barabarani atatekwa. Aisimama mbungeni kusema, kwa nini? Lilikuwa kwake, linakuja kwake. Siku litakuja kwako utatoka kusema, na maneno yako haya yatakuuma mwenyewe. Usilopenda kutendewa usimtendee mtu mwingine. Gwajima ana hatia. Gwajima anataka kutokomeza swala la utekaji. Kama mna maslahi na utekaji, mngekuwa mnasema na maslahi na utekaji, kwa nini hamuoni kwamba utekaji ni tatizo? Kwa nini msingeailisha masuala ya bunge mjadili kwa hoja hiyo issue kwa dharura kwamba hili ni tatizo sasa? Au mnapenda watoto wenzenu tu ndio hao wanapotezwa, wanaumizwa? Watoto zenu nyinyi wakipotezwa, wakiumizwa hamtaki, mnataka wenzenu tu. Maana yake nini? Mdude kapotea, familia yake inaumia, nyinyi hamtaki muumie. Mnataka aumie familia Mdude tu. Mnataka iumie familia ya Soka tu. Familia ya Mzee Ali Kibao tu ndio iumie. Ninyi familia zenu hamtaki ziumie. Sasa kwa nini msijaribu kuvaa viatu vya wale ndugu ambao wanaumia kwa sababu ndugu zao wamepotezwa? Kwa nini? Mnakuwa mnatoa maneno fulani magumu, lakini mnajisahau kwamba ninyi tumewapeleka bungeni ni wawakilishi wa sisi wananchi. Kama wananchi wenu wanatekwa, mtamwakilisha nani wananchi wakiisha? Mbona mnajisahau kwamba ninyi ni wabunge? Au mnazidi kunufaika na haya mambo? Kama mnanufaika, semeni ndio nufaika na haya mambo. Miaka mingine tusiwaweke huko bungeni kwa sababu mnakuwa mtufai. Tunaipeleka wapi nchi sasa? Mwisho wa siku maneno anayozungumza Gwajima kwenye press ni kwa ajili ya ukombozi na wokovu wa nchi yetu, lakini ninyi mnaona kwamba anaharibu. Mnataka tufike wapi? Mnataka tufike wapi? Au anayozungumza yanawauma ninyi ndio wahusika? Nauliza, aliyozungumza Gwajima yanawahusu ndio maana mnaumia? Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, nikiwa na uchungu sana. Nasema itengenezeni njia ya Bwana, nyesheni mapito yake. Heri mtu atakayeumizwa, atakayeteswa, atakayeuawa apate kupumzika baada ya tabu zake tangu sasa. Yesu Mungu mkuu, hukumu wa haki, yu aja, naye anakuja kumlipa kila mtu sawa sana matendo aliyotenda. Hii ndio maana neno Maranatha.
Sauti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.